Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Penzi mtazamaji, awali yote nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kusema alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba Mwenyezi Mungu ziada za rehema na amani zimwendee mtukufu wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo ni siku nyingine tena ambapo tuko hapa kwa ajili ya muendelezo wa darasa zetu. Unajua tulisema kwamba mara nyingi sana na tunarejea kauli hii kwamba panapotoka darasa huja darasa ambalo likiwa ni zuri zaidi kuliko lililopita au kali zaidi lenye maalumati zaidi. Tupo katika muendelezo wa kuifahamu na kuifafanua vyema Suratun Nasi. Sura hii namna gani ambavyo utaweza kuitumia kwa tawfiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla sijaendelea mbele, nikuombe tu kwamba kama ndo mara ya kwanza umeiona hii darasa letu hili limekupitia hapo katika simu yako, basi nikuombe sana kwa hisani yako, kuna maandishi mekundu hapo yameandikwa subscribe. Tafadhali naomba bonyeza hapo, kisha utaona inakuja alama ya kengele, bonyeza tena hapo. Moja kwa moja utakuwa tayari umejiunga rasmi kwenye familia hii ya channel yako hii bora kabisa, akaunti ya Sheikh Yusuf Diwan. Maana yake kila darasa letu zuri ambalo litakuwa likiingizwa humu ndani utakuwa ni miongoni mwa watu wa mwanzo kabisa kupata darasa zetu. Nikwambie fanya hivyo. Lakini kama una jamaa yako, ndugu yako popote alipo, uko nchini au nje ya nchi, mwambie bwana kuna akaunti moja nzuri sana, kuna faida nyingi humo zinapatikana, kwa sababu humo ndani kuna masomo ya aina mbalimbali, watu wanapata faida. Mwambie ingia kwa simu yako, sehemu YouTube, andika tu Sheikh Yusuf Diwan, search Sheikh Yusuf Diwan, itakuja hiyo. Ikija basi moja kwa moja bonyeza pale maandishi hayo mekundu ya subscribe, kisha baada hapo bonyeza alama ya kengele, naye awe tayari amepata nafasi ya kuingia katika familia hii na apate neema hizi. Kumbuka tupo katika muendelezo maalum wa Suratun Nasi, na hapa ninaye mwalimu Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, Sheikh wangu, mwalimu wangu, lakini pia ndugu yangu, moja katika fahari kubwa ambaye anajivunia kuwa na Sheikh ambaye ni kaka yangu, kwa maana yani shaqiq min abi wa ummi. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amhifadhi Sheikh wangu, aendelee kunipa madini yale ambayo yanawezekana, khair kubwa itapatikana. Lakini kubwa kingine nikwambie ni kwamba ni Yusuf Diwani ambaye nimezungumza ni yule Sheikhul Islam Al-Ghazali. Ninapozungumza Al-Ghazali maana yake ni Sheikh aliyevuna sehemu ya taaluma yake pale Al-Ghazali Kigoma Ujiji, katika eneo la Kabondo iliyopo chuo cha Ghazali Muslim School. Pamoja nami tumechukua taaluma pale, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Nikwambie kwamba unapotaja Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, basi ni muhimu kusema hafidhahullah, Mwenyezi Mungu azidi kumhifadhi, ampe afya iliyokuwa njema, Allah azidi kumpa maarifa, azidi kumfungulia maarifa siku baada ya siku kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaenda moja kwa moja sasa. Tulianza na somo letu katika hatua ya mwanzo, tuliangalia Suratun Nasi vile ambavyo inakuwa, namna gani ambavyo watu wanaweza kuitumia sura hizi. Watu wengi wamekuwa wakizisoma usiku wanapotaka kulala, wanasoma kwa ajili ya kujikinga na wachawi na mashaitani na balaa, lakini bado wanarogwa sana, wanachezewa sana na mashaitani, na ile hali wanakuwa wamesoma hizi sura. Nini shida? Shida wanayo silaha, lakini namna ya kuitumia watu hawajui. Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali anachokifanya hapa ni nini? Ni kukufundisha namna ya kuitumia silaha uliyokuwa nayo. Hiyo Suratun Nasi unaitumiaje ili iweze kuwa na matokeo makubwa ya kuwa ni ngome yako, ni ulinzi wako, ni mashambulizi dhidi ya adui yako? Namna gani unaitumia? Maana yake huu ndio utaratibu sasa, kwa makini nao kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka sura hii ni sura ya 114, ndio sura ya mwisho kabisa katika sura zote za Quran Karim, sura 114, na ndio ipo katika juzuu ya mwisho, juzuu ya 30 kwa tawfiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sura hii ni sura ambayo imeshuka Maka, ni makiwi, imeshuka Maka
lakini ina aya 6. Sambamba na hayo tuliona katika somo lililopita hapa, somo la pili, episode namba 2, ilikuwa limezungumzia namna ambavyo kuna ushirikiano wa wazi wazi baina ya suratul Nas na suratul Fatiha, ambayo ni sura imeshuka pia Maka na ina aya 7 kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeona kabisa mahusiano hayo, lakini kumbe hata kwenye kutumia sasa lazima kuna mahusiano namna ya kutumia katika sura hizi. Inshallah twende pamoja nami tumsalimie Sayyid Sheikh Diwan, na baada ya kumsalimia nitamwomba moja kwa moja aingie katika utambuzi, ufafanuzi, uchambuzi na kuweza kulifikisha darasa hili kwetu ili tuweze kuvuna faida ambazo ziko ndani yake. Wakati huu naomba nimsalim Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajal Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali. Tayyib. Mtazamaji yuko hadhiri hapa muda huu na anahitaji kuvuna faida. Bila shaka tuko tayari kwa ajili ya kusikiliza uchambuzi. Na leo bila shaka ndio siku ambayo tutafika sehemu ya kujua matumizi ya hii sura, tunaitumiaje, kwa idadi gani na kwa mazingira gani. Karibu sana Sheikh. Tayyib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وهداه إلى اليقين وشرفه بالعقل والنطق على سائر الحيوان وأوضح له دلالة ليستضيء بها على حل المشكلات من علوم الأكوان وسخر له الملائكة والكواكب والجان سبحانه الواحد المنان. أحمده على ما أودعنا من الفضل والإحسان. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته. أما بعد، إما baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wetu wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ndugu zangu, al-akhi Sheikh Sabasib al-Kubra ametangulia kueleza vizuri sana katika darsa ambayo tunayokwenda katika episode zake siku ya leo. Na inshallah huenda siku ya leo tukafikia katika gharad, kwa maana katika malengo ya msingi ya vipi mtu anaweza kuitumia suratun Nasi katika kujinusuru na kujilinda kutokana na athari mbaya inaweza kusababishwa na mashaitan, maibilisi, lakini kadhalika wachawi na uchawi wao, hasadi, vijicho, majungu, fitna. Ni vipi unaweza kuzizima biidhnillah subhanahu wa ta'ala kupitia katika suratun Nasi kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, laisa kullu dhi ainin yubsir, si kila mwenye jicho anaona, bali wengine wana macho lakini hawaoni kutokana na macho haya. Na Allah anasema walaqad dharana li jahannama kathiran min al-insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ukitazama hivyo, kwa hiyo hata aya inatubainishia sio kila mwenye macho basi akawa anaona. Maana yake sio kila anayesoma Qur'ani basi akayafahamu haya ambayo tunakwenda kufundisha, bali kadhalika ifahamike tu haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, chini ya uasisi wa Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe,
Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kaburi yake iwe ni raudhun min riyadil janna, ni uwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Allahumma amin. Lakini kadhalika na Sheikh Umar Himidi Mkunda, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie pia kaburi yake iwe ni raudhun min riyadil janna, ni kiwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Kwa kuwa wao wametupa maalumati haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumetoa kwa mashekhe zetu hawa, ambao silsila yao ya ilmu inakwenda mpaka kwa masahaba, lakini inakwenda mpaka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni fahari kwetu kuwa na mashekhe hawa kuwa ndio walimu zetu, na silsila yao inakwenda na kugonga kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ikhwani, ndugu zangu, leo tunakwenda kutazama Suratun Nasi katika kuondosha mashakil. Tuliona katika episode iliyopita au darsa yetu iliyopita, tuliona al-alaqatu baina suratain, kwa maana mahusiano baina ya sura mbili. Tukaona suratu al-Fatiha, tukaona ni mustadhi'u lidhatihi, lakini kadhalika tukaiona Suratun Nasi ni mustadhi'u lighairihi, kwa maana inapokea nuru kutoka katika Suratul Fatiha, na baada ya kupokea nuru kutoka katika Suratul Fatiha, sasa inaweza kuwaangazia watu katika majambo ya aina mbalimbali biidhnillah. Ni vipi? Hapa ndipo nataka utulize akili, twende sambamba, tuone namna gani yata'awadhul muta'awidhun, vipi wataweza kujilinda kwa kupitia Suratun Nasi wale ambao wanahitaji ngome madhubuti dhidi ya mahasidi wasiwadhuru, dhidi ya mashaitani wasiwadhuru, dhidi ya wachawi wasiwadhuru, lakini kadhalika na maadui katika aina zao zote za uadui wao. Vipi wanaweza kufanya na wakanusurika na mabalaa ya aina kadha wa kadha biidhnillahi alkarim. Ikhwani, tunasema undhur awwala surati fil Qur'an tatahaddathu anillah wa ya'ti adadu hurufi ismillah fiha 7 fi 7. Tunasema hebu twende sambamba. Undhur, tunakwambia tazama ewe ndugu yangu, awwala surati fil Qur'an, sura ya mwanzo katika sura zinazopatikana ndani ya Qur'an, yani Suratul Fatiha. Tatahaddathu anillah, Suratul Fatiha inamzungumzia mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, wa yati adadu hurufi ismillah, na zimekuja idadi ya harufi zinazotengeneza jina la Allah ndani ya sura ya kwanza, kwa maana Suratul Fatiha 7 fi 7, yani imekuja ni 7 mara 7. وماذا يعني أن نجد آخر سورة في القرآن وهي سورة الناس تتكرر فيها حروف كلمة الناس 7 fi 7. Sasa maana yake tunasema na wamadha, yani na ni kitu gani kinachomaanisha, tunapata maana gani annajida akhira surati fil Qur'an, pale ambapo tunapotazama na tukabaini sura ya mwisho inayopatikana ndani ya Qur'an, wa hiya Suratun Nasi, nayo ni Suratun Nasi, tatakarrar fiha hurufu kalimati nas 7 fi 7, ambazo zimejirejea ndani yake harufi zinazotengeneza neno annasi 7 mara 7. Allahu Akbar. Sura ya kwanza tumeona harufi zinazotengeneza neno Allah ni 7 mara 7, yani 7 fi 7, yani 7 mara 7. Sura ya mwisho tumeona harufi zinazotengeneza neno annasi ni 7 fi 7, ni 7 mara 7. Al-alaqatu adadiyatu raqmiyya, yani ni mahusiano ya kinamba na idadi yanayoshangaza, yanayotaka maalumat na ilmu kubwa, na yanayotaka watu kutuliza akili ili kuona namna gani sasa watu wanaweza kuitumia Suratun Nasi ambayo ni mustadhi'u li ghairihi
katika kuwasaidia wanadamu katika mashakil ya aina mbalimbali, hasa katika masala ya uadui katika hali za aina kadha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini sala lingine linakuja, madha yani an tabda ar-risalatu bi bismillah wa tantahi bin nas. Lakini swali jingine linakuja, kuna maana gani basi ya Allah subhanahu wa ta'ala alipoijalia Qur'an tabda ar-risala, yani ukianza ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala katika utaratibu wa mushafi kwa bismillah, ambayo ni aya ya mwanzo katika suratul Fatiha, kuna maanisha kitu gani? Watantahi bin nasi, na ikamalizika Qur'ani ikafungwa kwa neno linalosomeka annas. Je, inamaanisha nini? Tunasema innahu yani anna Allah ta'ala yuridu an yu'tina isharatan khafifatan ila anna hadha al-Qur'ana huwa risalatun muwajjahatun min Allah ila an-nas, fabada'a hadhihi ar-risala bi surati wa hiya suratul Fatiha wa tahaddatha fiha an nafsihi wa karrara hurufu ismihi Allah 49 marra wa karrara wa khatama hadhihi ar-risala bi surati wa hiya suratu an-nas wa 'allama an-nasa fiha kayfa yasta'idhuna min sharri iblis wa karrara fiha hurufan an-nas 49 marra biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Tunasema katika hali ya namna innahu, yani kwa kuwa kwamba risala, ujumbe wa Allah kuja kwa bwana mtume, kwa kuwa umeanza na neno bismillah inayopatikana katika sura ya kwanza, kwa maana suratul Fatiha, watantahi bin nas, na ikaishia na neno annas ambayo inapatikana katika sura ya 114 ambayo ndo sura ya mwisho katika Qur'an. Innahu yani anna Allah tabaraka wa taala, hii inamaanisha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuridu an yu'tina isharatan khafiyya. Allah subhanahu wa ta'ala anataka kutuonyesha ishara iliyojificha. Yani sio kila mwenye macho anaweza kuiona. Na wengine kwa kutoona basi wanaona kama ni kitu kipya hivi. Hivi ni vitu vipo, vinahitaji wewe uone. Kwa kuwa huwezi, huna jicho la kuona, usiseme hakuna hiyo. Sema mimi sijui. Mtaalamu mmoja anasema al-ilmu bahrun la nafadha limaihi kam qala la adri ulul albab la ilma indi laysa aiban qawluha al-aibu an yufta bighairi sawabi. Mmoja anasema ilmu ni bahar, na kuna yoyote ambaye anaweza kunywa maji ya bahari na akamaliza maji yote. Kwa nini? Akasema ni mara ngapi mtu anasema mimi sijui, lakini ukimtazama maarifa yake makubwa sana, lakini anasema kwa hili hapana, mimi sijui. Sasa akisema katika hali ya namna anasema la aiba, si aibu kusema kitu fulani mimi sijui. Al-aibu an yufta bighairi sawabi, aibu ni wewe kulitolea fatwa jambo maelezo, alafu kumbe maarifa ile unalolitolea kuna maskini hujui katika hali ya aina. Yani wewe ukiwa mtaalamu katika ilmu al-fiqh ukuachana napo kabisa, kwa sababu kuna fani yake, kuna watu wake katika mazingira kama haya. Sasa tunasema innahu yani anna Allah yuridu an yu'tina isharatan khafiyya, kama Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kutupa ishara zilizojificha, ila anna hadha al-Qur'ana, ya kwamba ishara zenyewe hii Qur'an huwa risalatun muwajjahatun min Allah, ni risala, ni ujumbe unaotoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, unaofundisha mambo mengi sana ila nas, nayo mambo mengi yakaja kwa watu katika hali ya aina kadha. Yani Allah kwa hisabu hizi kuwa katika mazingira haya anataka kutufundisha. Sura ya kwanza ina alaka na sura ya mwisho, maana yake yote kuanzia sura ya kwanza na aliyo katikati baina ya sura ya kwanza na sura ya mwisho yana alaka, yana mahusiano makubwa kwa huyu mwanadamu katika kuondosha mashakil na shadaid za aina mbalimbali biidhnillah subhanahu wa ta'ala.
Sasa fabada hadhihi risala bisurat wa hiya suratul Fatiha. Allah akaanza katika ujumbe huu kwa qaimatul mushaf sharif, kwa utaratibu wa mushafi namna ulivyopangiliwa. Ameanza kwa suratul Fatiha, watahaddatha fiha an nafsihi, na katika suratul Fatiha Allah akaizungumzia sana yeye mwenyewe. Ukisema bismillahirrahmanirrahim, utakuta kuna jina la Allah, kuna naati, kuna sifa zinazoelezea sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, yote aya hii utakuta inamuelezea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin, mpaka ukifika wala dhalin, utakuta sura hii namna alivyoijalia Allah subhanahu wa ta'ala, tahaddatha fiha an nafsihi, ameielezea yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakarrara hurufu ismillah, yani nazikajirejea harufi zinazotengeneza neno Allah subhanahu wa ta'ala, zimejirejea 49 mara 49. Yani harufi zinazotengeneza neno Allah katika sura ya kwanza ambayo ni suratul Fatiha inatengeneza idadi yake mara 49. Allahu akbar. Lakini wa khatama hadhihi risala, lakini kadhalika na ujumbe huu, yani risala hii iliyotoka kwa Allah kuja kwa bwana mtume, Allah ameihitimisha bisura, kwa sura maalum, wa hiya suratun nasi, nayo ni sura inayoitwa suratun nasi. Wa allama an-nasa fiha kaifa yasta'idhuna min sharri iblis, na Allah subhanahu wa ta'ala akawafundisha wanadamu kupitia katika sura hiyo ni namna gani basi wanaweza kujilinda kutokana na shari za ibilisi na wanajeshi wake. Kwa maana wewe ambaye unahusudiwa sana katika sehemu ya kazi yako, basi hii ndio utaratibu bora ambao tunakuja kuelekeza nini ufanye husda, fitna, mabalaa ambayo yanakuandama mara kwa mara katika sehemu ya kazi yako. Allah atakulinda na kunusuru kutokana na shari ya kila mwenye shari kwa hurma na utukufu wake. Lakini yote haya ujue maarifa ya namna gani ya kutumia. Hapa ndipo mahala panapohitaji taa lenye mwangaza litakalo kuangazia katika sehemu bora, ili kadhalika ufanye mambo yanayokwenda katika hali iliyokuwa bora biidhnillah. Lakini wakarrara fiha huruf an-nas, katika suratun nas ambayo ni sura ya mwisho katika qaimatul mushaf sharif, ndani yake zikajirejea harufi zinazotengeneza neno An-Nas 49 mara 49, kama tulivyoona kule kuna mara 49 harufi zinazotengeneza neno Allah. Lakini tumeona harufi 49 zinazotengeneza neno An-Nas. Ar-risalatu min Allah ila an-nas, ni ujumbe unatoka kwa Allah kuja kwa watu katika hali za namna hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kila la kheri na mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, sasa nataka niende katika maalumati machache ya nini mtu sasa anafanya ajilinde kutokana na shari za maadui zake. Maadui wanakudhuru, mashetani wamekuandama, wachawi wamekuandama, mahasidi wamekuandama. Hawapendi kukuona unapata cheo kazini, hawapendi kuona unaheshimika pale kazini, wanakutengenezea majungu, maneno mabaya ili mradi wa kudhuru. Zipo taratibu, lakini haya mengine bila shaka hatuwezi kuyafundisha mpaka tukupime kwanza. Una moyo wa kuvumilia? Isiwe mtu ukitukana tu si moja tu basi acha nifanye jambo, la, bali kuna mambo ambayo yanatakiwa uwe na moyo wa kustahimili na kuvumilia ili mambo yaweze kwenda katika hali bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, cha kwanza tutamuiga bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bwana mtume Muhammadin sallallahu wa bariki wa sallama alipokuwa anatoka kutoka Makka kuelekea Madina, maadui wamemzingira bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wanataka kumdhuru. Alichokifanya ni nini bwana mtume Muhammad
Mtume alisoma Qur'an na Qur'an aliyosoma ni suratu Yasin, na suratu Yasin yenyewe hakuisoma yote. Baadhi riwayati zinasema alisoma aya 10 tu, lakini alichoshika ni nini? Alishika mchanga bwana Mtume, gao la mchanga alilishika bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hapa kuna swali mtu anaweza kujiuliza, kwa nini ashike mchanga? Kwa nini asisome tu hivi hivi? Kumbe likulli shay'in sabab, kumbe kila kitu kinakwenda kwa asbabi maalum, na asbabi Allah ameziweka ni katika kitu jaiz, kinafaa kukitumia asbabi za aina mbalimbali. Na hii ni ishara ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama ametumia mchanga. Ni dalili ya kwamba unaweza kutumia mchanga na unaweza kutumia kitu chengine kisichokuwa mchanga. Unaweza kutumia kwani ndugu zangu, unapotaka sasa upate ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na mabalaa ya maadui wa kibinadamu na maadui wa kishaitan, wachawi, hasadi na vinginevyo vingi vinavyokuletea madhara katika kazi yako, tunakwambia jitahidi sana utafute vijiwe vidogo vidogo takriban visivyopungua 49. Upate vijiwe vidogo vidogo vyenye idadi ya rakmu, yani namba 49. Ndio tunataka sasa namna ya kumtia adabu adui, namna ya kujilinda kutokana na shari zake, na pindi atapokufanyia shari ya aina yoyote, subhanallah, itamrejea yeye mwenyewe biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo chukutafuta vijiwe 49 kama vile vijiwe 49 tunayopiga katika jamra tunapokwenda haji. Basi ndivyo utafute hivyo vijiwe 49 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mudhaafati ya 7 hiyo. Sahihi, hii ni mudhaafati 7, yani mudhaafa ya namba 7. Kisha baada ya kupata vile vijiwe, waqra, na utasoma fi kulli hasa, katika kila kijiwe kimoja, suratan nas, utakisomea suratun nas. Kishike kile kijiwe, kiweke mkononi mwako, alafu unakisomea suratun nas hicho kijiwe kwa idadi isiyopungua mara 49. Kisha baada ya kusoma mara 49, kitose kile kijiwe katika naran hamia au narun hamia, moto mkali uliouandaa, au unaweza ukaenda kutosa katika ardhi ya mbali. Yani fanya hivyo, yani manake utasoma katika mazingira kama ukifika 45 unatosa katika moto, unashika kijiwe cha pili, unasoma tena suratun nas mara 45, unatosa katika moto, unashika kijiwe cha tatu, mpaka vinatimia vijiwe visivyopungua 49. Maana yake utakuwa umesoma jumla suratun nas mara 2401. Yani jumla utakuwa umesoma suratun nas mara 2401. Subhanallah, adui na uadui wake, hasidi na hasadi zake, subhanal malikil quddus. Hebu jaribu kufanya, alafu utatuambia nini kinajiri kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini baada ya kuwa tayari sasa umeshasomea vile vijiwe vyote, sasa biidhnillah subhanahu wa ta'ala unamalizia kisomo chako na suratul Fatiha. Yani suratul Fatiha utazisoma mara 980. Yani sawa kama vile suratul Fatiha katika kila kijiwe ni sawa umesomea suratul Fatiha 20 katika hali za aina kadha. Sasa biidhnillah subhanahu wa ta'ala, baada ya kufanya hivyo na ukavitosa vile katika moto mkali, basi biidhnillah kuanzia hapo wallahi utaona maadui zako mahasidi wanavyosambaratika, utaona maadui wanavyokukimbia, utaona maadui wanavyokuheshimu, utaona wanavyokuhofu na kuogopa katika hali za aina kadha. Hii ni silaha tuliokuwa nayo sisi wanadamu au Waislamu, tunatakiwa kutembea kifua mbele biidhnillah kama alivyotoka bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanya utaratibu huu, Allah atajalia kila laheri. Ndugu zangu, tunayaeleza haya dhahir shahir ili uweze kufanya wewe mwenyewe, kwa sababu kama utataka sisi pamoja na timu yetu kufanyia wewe tunaweza, lakini ufahamu intushghilin nasa
tagharam thamana. Kama utamshughulisha mtu alifanya jambo lako, basi bila shaka thamani hautaiepuka, gharama tena gharama iliyonenepa hautaiepuka kabisa katika mazingira kama haya. Ndio maana tunatoa maalumati uweze kufanya mwenyewe. Ingawa wapo watu ambao watu hawa anasema nitafanya mimi mwenyewe, lakini pia nataka na mwalimu naye anifanyie. Tunamwambia gharama haitakuepuka. Ingawa wapo watu wanasema gharama sio kitu, bali mimi nataka jambo langu liende katika ufanisi wa hali ya aina kadha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, haya ni katika mambo machache katika maalumati ya Suratun Nas. Suratun Nas ina maalumati mapana sana na ni tamu mno, lakini kwa hapa inatosha. Tunakuonyesha asali. Ukitaka ilmu na maarifa makubwa zaidi ya hapa, lazima kwanza tukutazame. Unafaa kupewa maalumati haya? Unafaa? Ndiyo, utapewa. La basi chukua haya, yanatosha sana kwa wewe kuyatumia na khairi iweze kupatikana biidhnillahi alkarim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, bila shaka umepata faida, umestafidi sana sana. Hii ndio Suratun Nas. Angalia idadi hiyo, idadi kubwa. Kila kijiwe kimoja unakisomea An-Nas mara 49. Kila kijiwe kimoja mara vijiwe 49. Utapata 2000, inakuja 2000 na ngapi? 401. 2401. Bila shaka mwenyewe unaona kama kazi ni nzito, lakini kisha baada hapo unasoma alhamdu 20, yani 20 unakuwa na vijiwe zinakuwa ni 20 na zenyewe alhamdu zinakuwa 980. Kwa maana ni kila kijiwe kimoja sawa na gawio la 20. Sahihi. Okay, utasoma alhamdu 980 sawa na kila kijiwe kimoja kitakuwa kimepata alhamdu 20. Sahihi. Shaka khair kubwa inakwenda kupatikana. Mimi niombe tu kwamba nikudokole kidogo sehemu ya ziada hapa. Sheikh Yusuf Diwan, mimi nilikuwa makini wakati anaanza kudadavua. Kuna mahala alituonesha ilaka, mafungamano na mahusiano baina ya Suratul Fatiha na Suratun Nas. Lakini katika majab akasema hii ni risala min Allahi ila Nas. Katika kanuni za lugha tumefahamu, tulikuwa tunafahamu kwamba ukisoma hizi harufi za jari ziko ambazo zina ibtida ya ghaya na kuna intiha al-ghaya. Lakini inaonyesha kabisa kwamba hii risala inaanza kwa nani na inakwenda kumalizika kwa nani ambaye anakwenda kukabidhiwa. Sasa kuna alhamdu, kuna alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Halafu cha ajabu pia ndani ya Nas kuna maliki nas. Ya Allah, qul a'udhu birabbin nas. Na maana afu kuna maliki nas na huko maliki yawmiddin. Hii vitu vimekaa katika hali ya ajabu sana Sheikh. Yaani nimeangalia namna ambavyo uhusiano wa hivi vitu, hizi sura mbili zinavyokuwa zinahusiana, licha katika uhusiano wa adadia, lakini pia hata ukiangalia kaifia unaipata maliki yaumiddin, unaipata maliki nas. Bila shaka mtu, mimi na wewe tuna nafasi kubwa kupokea msaada wa Mwenyezi Mungu, ulinzi dhidi ya kila maadui zetu kupitia utaratibu huu. Juhudi za fanya utaratibu huu mwenyewe, fanya utaratibu huu wewe mwenyewe, lakini kitakufanyiwa utaratibu ndio huo. Kanuni yetu ile tunasema intushghil nasa tagharam thamana. Taban nikuombe sana, endelea kuchukua nawe khairi nyingi. Yuko ndugu yetu mmoja atuache kumkumbuka bwana Musa. Na mashallah amefanya kazi kubwa, ametusaidia kuweza kupata kamera hii ambayo unaona. Hii unaona vile ambavyo unaona picha nzuri, ni kamera ambayo yeye ameweza kutuagizia kutoka Uingereza. Mashallah, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi. Kwa sasa hivi kwa ardhi ya Kenya muda huu, Allah amfanyie wepesi. Lakini bado tunahitaji vifaa zaidi, kwa sababu tunaandaa studio nzuri na kubwa. Kwa hivyo kama nafasi unayo na wewe, shiriki khairi hii mpenzi mtazamaji, unaweza kupata kamera, kutunulia kamera. Bado tunahitaji sana vifaa mbalimbali, laptop hizi na tunapotaka hizi nini, stand hizi, vitu mbalimbali, vitu ni vingi sana, mic hizi, yani bado tunahitaji vitu kadhaa.
tunaboresha eneo na studio nzuri kabisa, tupate kuwa katika mazingira mazuri. Kwa cha msingi, shiriki khairi hii na Mwenyezi Mungu atakujalia. Pale ambapo utakuwa umetoa, tutakuombea dua kama ambavyo tunamwombea dua ndugu yetu Sheikh Musa ambaye alitoa hapo alipo. Mungu amfungulie mambo yake, kila anachokihitaji cha khairi Mwenyezi Mungu ampe, na kuna shari inamsogelea Mwenyezi Mungu amweke mbali nayo. Kwa kila herufi moja itakayokuwa kizungumzo ya Qur'ani, kila nukta moja, kila aya moja, kila sura moja, basi Mwenyezi Mungu ajalie kuwa ndio sehemu ya ufunguo mambo yake. Na pia ukifanya hivyo, tutakuwa tunakuombea dua kila wakati, na hii ndio khairi kubwa. Inshallah nikuombe tukutane tena katika darasa zingine, kwa sababu mwisho wa darasa hii ndio inaanza darasa nyingine muda si muda. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.